Umezungumza mengi sana kuhusiana na mwalimu huyu kabla hajatambulishwa na Simba, lakini baada ya kutambulishwa na Simba. Huruma ni mwalimu wa namna gani? Pengine ni mwalimu ambao anaendana na falsafa ya Wekundu wa Msimbazi? Yeah. Definitely ni mwalimu ambaye anaendana na kile ambacho anaendana na tamaduni, sio na falsafa ya Simba inavyotaka, sio mwalimu ambaye anataka kushinda mechi akiwa na umilikaji mkubwa wa mpira, akiwa na kiwango kikubwa cha mpira, sio umiliki mpira yeye kwa kiasi kikubwa. Lakini pia ni mwalimu ambaye once timu yake ikipoteza mpira hataki itumie sekunde nyingi kurejesha kwenye himaya ya timu yake. Sasa hizo ni sifa za timu kubwa, na hizo kanuni za ufundishaji nimeziona kwenye kikosi cha Gaborone ambacho kocha alikuwa anakifundisha. Umeelewa? Pantev amewafanya Simba waonekane wana mechi ngumu. Gaborone ukiangalia kikosi chao hawana quality kuliko Simba, lakini kocha Pantev amefanya wale wachezaji waonekane kama wako kwenye daraja moja, sio? Yes, kwa sababu ya uwezo wake kimbinu. Kwa hiyo mimi nafikiri Simba wamepata mwalimu ambaye anaendana na culture yao, falsafa ya Simba, Lunyas, na hasa ukizingatia mwalimu pia aliyotoka, mwalimu Fadru anafundisha pia mpira kama ambao Pantev. Umeelewa? Hiyo timu ikishakuwa na falsafa, ikishakuwa na identity, haina shida sana kwenye kutafuta kocha ambaye anafiti kwenye kile ambacho wanakitaka. Lakini najua watu wanazungumza sana kuhusiana na vieti, si kuhusiana na nini. Lakini Simba kwa sasa hawajaangalia vieti zaidi, wameangalia uwezo wa mwalimu. Vieti vinapatikana tu, sio? Aweza akachukua wiki mbili akapata cheti.